Bana Diamond Platnumz katika jambo ambalo ameweza kufanikisha kwa mwaka 2025 basi ni swala zima la kufanya pia collaboration na msanii wa Nigeria, ambako basi Chela Boy ni moja kati ya msanii ambaye ameweza pia kufanya collaboration na Diamond Platnumz katika remix ya wimbo unaoitwa My Darling, ambako mpaka kwa hivi sasa watu wengi wameanza kusema kwamba Diamond Platnumz huaga akisimamisha beat na akiendelea basi huaga mara nyingi inampa nafasi kubwa sana ya kwake hapo kuja na melody ambazo ni kali, lakini pia melody hizo basi zinakuwa ni za kimataifa. Ila sasa katika siku 2-3 ambazo nimeweza kufuatilia nyimbo hii, nimeweza kupata comment ambazo ni negativity. Kina maana kwamba comment nyingi zilikuwa zinamaanisha kwamba Diamond Platnumz katika wimbo huu ameweza kuzingua sana, kwa sababu kwanza kabisa wa Nigeria wengi wamecomplain na kusema kwamba verse yake ni vema zaidi ingekuwa verse ya pili na verse ya Chela Boy ingekuwa ni verse ya kwanza katika wimbo remix, na wengi wameshtuka sana baada ya kuona Diamond Platnumz ameweza kuweka verse yake kwanza katika wimbo huu. Sasa kuna faida ambazo Chela Boy ameweza kuzipata, na wengi wamechukulia kama Chela Boy hapa ametumika au hapa ameenda basi kufanya kazi ya kanisa, au Chela Boy katika jambo hili basi ameunguza. Wimbo wa Darling ambao ni wa Chela Boy, basi wimbo huu basi ni moja kati ya wimbo ambao umefanya vizuri katika wiki kadhaa zilizopita, na sasa basi Diamond Platnumz ameamua kurukia ndani ya remix hii, na remix hii inaweza ikawa ni moja kati ya remix ambayo watu wengi walikuwa hawaitegemei na imekuja katika hali ambayo ni ya kushtuka sana. Sasa wimbo huu basi una faida kubwa sana kwa Chela Boy. Chela kwanza katika jambo la kwanza ambalo Chela ameweza basi kufaidika ni kuongeza umaarufu mkubwa sana katika nchi ya Tanzania. Kushirikiana na Diamond Platnumz ni moja kati ya msanii mkubwa sana barani Afrika, lakini pia anampa nafasi Chela Boy kuzidi kufahamika kimataifa, lakini pia kuvutia mashabiki wengi ambao basi wapo katika nchi ya Tanzania, ambao wengi wao ni vijana, na wengi wao ni vijana ambao wanafuatilia muziki wa kwa Diamond Platnumz. Lakini pia nguvu ya kibiashara, brand value, nikiona maana kwamba Chela Boy ni moja kati ya mtu ambaye anaenda kupata nguvu kubwa sana ya kibiashara. Wimbo ukiwa na Diamond Platnumz unaweza pia kufungua milango mikubwa sana ya endorsement, lakini pia na matangazo na show nyingi sana za malipo makubwa, ambako kama Diamond Platnumz katika siku ya jana tumeweza kuona kwamba ameweza kufanya show ambayo malipo yake yameweza kuwaogopesha watu wengi sana. Nikiona maana kwamba amelipwa B1.8 kufanya show ya dakika 30 tu katika harusi ya tajiri mmoja huko Zambia, ikiwa na ishara kwamba hata Chela Boy na yeye pia anaweza pia kunufaika kupitia jambo kama hili ambalo Diamond Platnumz ameweza kulifanya kupitia wimbo huu wa kwake ambao wameshirikiana kwa pamoja. Na endorsement pia zinaweza zikaanza kukimbizana katika nchi hiyo ya Nigeria, kwa sababu wa Nigeria wengi pia wamekuwa wakimfuatilia Diamond Platnumz, na siku nyingi zaidi wamekuwa wakimuona kama Diamond Platnumz ni mmoja kati ya mtu ambaye ni anayakimbilia mafanikio kama ya wa Nigeria. Sasa pamoja na haya yote, Chela Boy pia anaweza kuvuka mipaka ya soko la muziki wa Nigeria, kwa sababu ameweza kuvuka mipaka kuja mpaka katika nchi ya Tanzania na kufahamika zaidi, na anaweza kupinya katika soko la Afrika Mashariki na Kati na hata Kusini, na kupitia Diamond Platnumz ambaye ni moja kati ya mtu huku anaaminika sana. Jina hili ni jina ambalo ni kubwa, ni jina ambalo limekuwa likifanya vizuri kwa miaka mingi sana. Ni moja kati ya mtu ambaye ameipeperusha Bongo Flava na anapaswa apewe heshima yake kupitia muziki huu ambao amekuwa akiufanya mara kwa mara. Lakini pia uaminifu wa muziki, Chela Boy anazidi kuaminika kupitia hichi ambacho amefanya na Diamond Platnumz, sababu kushirikiana na msanii wa kiwango cha juu pia kutengeneza uaminifu mkubwa kwa mashabiki ambao walikopo wakufuatilia na kuzidi kukufuatilia zaidi. Hii kunazidi kuongeza heshima, lakini pia kunafanya msanii anayetambulika basi azidi kukufanya wewe uonekane kwamba una ubora. Chela Boy hapa anazidi kuonekana kwamba ni msanii ambaye ana ubora mkubwa sana, kwa sababu pia Diamond Platnumz kushiriki katika remix yake ni kitu kikubwa sana ambacho watu wengi hawakuwahi kutegemea, na sasa basi kimetokea. Hii ikiwa na ishara kwamba Diamond Platnumz ndio aliyoipenda nyimbo hii, na nyimbo ya Chela Boy kwa sasa hivi inafuatiliwa na Watanzania wengi zaidi, na hata East Africa nzima kwa ujumla wanamfuatilia. Na sasa basi mafanikio yake ndio kama hayo, anaweza akaongeza umaarufu, nguvu kubwa ya kibiashara, ambayo basi nguvu hii inazidi kukua kwa sababu ya hata show mbalimbali ambazo atakuwa analipwa,
lakini pia anazidi kuvuka mipaka ya soko la muziki wa Afrika, anazidi kwenda mbali ambako Diamond Platnumz katika siku za nyuma alikuwa amewekeza nguvu yake kufika katika malengo hayo. Basi kupitia wimbo huu ambao ameweza kufanya naye pia unamfanya azidi kuonekana na kufanya mabadiliko au kuzidi basi kukua siku hadi siku. Lakini pia uaminifu wa muziki pia anazidi kutengeneza uaminifu mkubwa sana kwa mashabiki zake. Pamoja na haya yote naweza nikasema kwamba Chela ana changamoto pia, au unaweza pia akapata hasara endapo kuna mambo ambayo yasipoenda sawa. Katika wimbo ambao amefanya na Diamond Platnumz, ambako Diamond Platnumz verse yake ndio imeanza ya kwanza. Sasa mashabiki zake wengi ambao ni mashabiki kutoka katika nchi ya Nigeria, basi inaweza basi nyimbo hii ikamfanya Diamond Platnumz kuweza kufunika nyimbo hii isiweze kujulikana kwamba ni nyimbo ya nani, na wimbo huu unaonekana kwamba ni wimbo wa Diamond Platnumz. Jina lake linavyokuwa kubwa na jina lake linavyozidi kufanya vizuri, inaweza kufanya mashabiki wengi waweze kulenga zaidi jina la Diamond Platnumz kuliko ubunifu wa Chela, ambao kwa muda mwingi ubunifu huu umeweza kumfanya Chela azidi kufanya vizuri kupitia wimbo huu katika digital platform tofauti, na anaweza kuonekana kwamba ni mgeni kwenye wimbo wake mwenyewe. Yani anaweza kuonekana kwamba ni mtu ambaye hana ubunifu mkubwa. Diamond Platnumz ndio mwenye ubunifu mkubwa katika wimbo wake. Bana, hiyo ni moja kati ya hasara kubwa sana, na wengi wabongo wengi ndio wameiongelea hiyo na kusema kwamba endapo Diamond Platnumz atasimamisha beat na akaanza kuimba, bana, ukijua kwamba lazima atakushusha, lazima atakupunguza, lazima utaonekana kwamba wewe uliyekuwa umeimba naye hauna kitu kikubwa katika wimbo wako wewe mwenyewe. Na ndio hichi ambacho watu wengi wameanza kuona kwamba Chela anaweza akapata hasara hiyo, na Chela pia anaweza akapata changamoto kupitia wimbo huu kwake mwenyewe, kupitia jina hili ambalo Diamond Platnumz amekuwa akilitumia kwa muda mwingi sana. Sasa basi kitu kingine pia kinaweza kufanya matarajio makubwa, inaweza yakafanya collaboration hii na msanii huyu ambaye ni Diamond Platnumz yakaleta matarajio ambayo ni makubwa sana, na mwisho wa siku mashabiki wakaja wamelipokea jambo hili katika hali ambayo si nzuri, yani katika hali ambayo haikuwa matarajio yao. Na ndio maana comment nyingi zimekuwa kwamba ni za lawama kwamba Chela amezingua kumweka Diamond Platnumz katika verse ya kwanza, Chela amezingua kumweka Diamond Platnumz katika wimbo huu. Comment ni nyingi sana. Ukijaribu na kupita katika page yake ya YouTube channel yake, basi utagundua kwamba ana comment nyingi sana ambazo zina lawama, ambazo zinalaumu nyimbo hii kuweza kutoka katika hali ambayo hawakutarajia wao. Lakini pia kuna gharama kubwa sana za kibiashara ambazo pia zimemuingia Chela, kwa sababu sasa hivi ukiangalia kwa mfano kama kuna challenge ambazo anazifanya na Diamond Platnumz naye anazifanya mpaka kwenye ndege, gharama zinakuwa nyingi sana. Kumpata Diamond Platnumz kwenye wimbo wake, kwenye wimbo kama huu hapa hivi, basi inawezekana pia kuna kiasi kidogo ambacho ameweza kulipa, au hata hiyo verse ya kwanza ambayo Diamond Platnumz tunaiona kwamba haikupaswa kuwa ya kwanza, inawezekana kwamba verse hiyo Diamond Platnumz ndio amerequest iwe ya kwanza ili kuweza kumfunika msanii huyu kupitia wimbo wake na aonekane kwamba ni wimbo wa Diamond Platnumz. Hii inazidi basi kumfanya Chela aonekane kwamba anatumia gharama kubwa sana kuweza kumaintain jina ambalo Diamond Platnumz alikuwa nalo. Ila kwa upande wa kwake Diamond Platnumz kuna faida kubwa sana. Hapa kwanza kabisa anazidi kutanua uwanda mkubwa sana katika nchi ya Nigeria na kukuza jina lake mwenyewe, na anazidi kujidhihirisha kuwa yeye ni msanii ambaye anaweza kufanya kazi kwa vipaji vipya lakini na vipaji pia vya zamani, na akafanya mashambulizi ambayo ni makubwa ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Hili jina lake lazidi kuimarika siku hadi siku. Safari yake kimuziki pia inazidi kukua kimataifa. Lakini pia Diamond Platnumz anazidi kupenya katika soko la mashabiki wa Chela, ambao mashabiki wengi wa Nigeria, ambao mashabiki hao mara nyingi zaidi walikuwa wanamshindanisha Diamond Platnumz pamoja na Wizkid, lakini pia na wasanii wengine kutoka katika nchi hiyo ya Nigeria. Hasa Chela Boy basi kwa hivi sasa ni moja kati ya msanii ambaye ana uwezo mkubwa, na nyimbo hii basi ambayo basi ameweza kuifanya imeweza kufanya vizuri zaidi, na pamoja na hayo yote Diamond Platnumz ameweza kurukia katika remix. Kwa hiyo anamfanya basi naye Diamond Platnumz azidi kuonekana kwamba ni msanii ambaye bado yupo katika kizazi hiki ambacho ni kipya. Pia inazidi basi kuonyesha msaada mkubwa sana kwa wasanii wengine. Yani Diamond Platnumz inaongeza sifa kwamba kufanya kazi na msanii kama Chela imeweza pia kusaidia wasanii wengine ambao ni wadogo, jambo ambalo limeweza basi kumpatia heshima kubwa sana katika jamii ya muziki wa bara zima la Afrika. Hii ni ishara kwamba Diamond Platnumz atazidi kuheshimika siku hadi siku katika generation zote, generation yake, lakini pia katika generation ambayo ya kizazi kipya ambacho inakuja kwa kasi kubwa sana. Bana, mimi naweza nikasema hivi bana, collab hii ni ya kimkakati
katika upande zote mbili, katika upande ambao ni wa kibiashara. Katika upande wa Chela pia amenufaika zaidi, kwa sababu kwanza kabisa yeye ni msanii mdogo katika nchi ya Nigeria, anajulikana lakini sio hivyo, lakini pia imani yake katika nchi yake hajanufaika sana, lakini katika nchi za East Africa ngoma yake imezidi kutrendi sana, lakini pia amenufaika zaidi kimasoko na kuzidi kutambuliwa. Lakini pia Diamond Platnumz pia naye amezidi kunufaika, kwa sababu kwanza kabisa amezidi kwa twist wale ambao walikupo jina lake wanataka kulisahau, amezidi tena kulitanua jina lake na kuonekana kwamba ni msanii ambaye yupo na bado changamoto za kimuziki anaweza pia kuzihendo. Kwake Chela anazidi kuhakikisha kwamba ataendelea kujitambulisha katika uwezo wake huu ambao Diamond Platnumz ameweza pia kurukia katika nyimbo yake. Basi bwana, mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hizi ni changamoto na faida ambazo Diamond Platnumz ameweza kukutana nazo, lakini pia changamoto ambazo pia msanii Chela kutoka katika nchi ya Nigeria ameweza pia kuzipata kupitia wimbo huu ambao amefanya na Diamond Platnumz, kwa maana kwamba ni remix. Chela featuring Diamond Platnumz, My Darling. Bye bye for now.